Siku ya jana haikuwa nzuri kazini kwangu, kwani mimi moja ya maudhui ambayo niliyatengeneza yameleta tafsiri tofauti. Ipo video nilitengeneza nikasema kabisa mtoto wa kiume unasomea nursing au upo kwenye nursing. Sibora ongezea mtoto wa kike waone tukushone. Of course ni content ambazo zimekaa kiutani. Watu wengi ambao wananifahamu, mashabiki zangu ambao wananifahamu hasa kwenye hizo content hazipo kwa ajili ya kudhalilisha kundi fulani. Zipo kwa ajili ya utani. Na kama mnavyojua mimi ni mtu wa utani, mtu wa comedy. Kwa hiyo imeleta tafsiri tofauti kidogo. Baadhi ya wahusika waliosomea na ambao wapo kwenye hiyo taaluma wamenitafsiri tofauti. Kwa hiyo nitumie njia ile ya video mimi kuzalisha, basi kuomba radhi kwao, kuomba radhi baraza la ukunga, la wakunga Tanzania, kwamba sikuwa na maana ya kudhalilisha hiyo fan. Kwa hiyo nipenda kusema pia, nafikiri hii dhana ilikuwepo sio kwangu mimi tu. Hii dhana ilikuwepo kwa watu wengi kwenye katika jamii. Tulikuwa tukiamini kuwa tukisikia tu neno nesi basi ni wa kike, ila wa kiume ni daktari. Kumbe sivyo. Hivyo. Kumbe nursing kwenye masuala ya uguzi pia hata mtoto wa kiume pia anaweza akasomea na anaweza akafanya vizuri zaidi kwenye hospitali, kwenye zahanati, kwenye vituo vyote vinavyohusu afya. Kwa hiyo nipende kuomba radhi ndugu zangu. Mtoto akikosea bwana sio eti mshurubashwe. Mtoto akikosea anasamehewa. Zaidi tu mimi nitakuwa tu balozi mzuri kwenu. Nitakuwa mstari wa mbele sasa kuwatetea hiyo nadharia potofu ambao mimi pia nilikuwa nayo nikiishi kwa watu ambao wanaamini. Kwa hiyo nipende kuomba radhi kupitia hii video. Basi kazi endelee. Mitano tena.